Ni mazito nimepitia juu ya mume wangu tangu aanguke. Ajali hiyo ilitokea siku ya Jumatano saa 10. Nikipigiwa simu na marafiki zake wakiniambia kwamba wako naye hospitali lakini hali yake ni mbaya, kwa hivyo mimi ndo next of kin wake niwe nitaweza kutoa sauti ya kuwa aweze kufanywa upasuaji wa kichwa kwa haraka kulingana na hali yake yenye alikuwa nayo. Alikuwa kwa recovery kwa wiki moja. Baada hapo alitolewa akapelekwa wodi. Alivyofikishwa kule wodi, pesa ilikuwa ile insurance yake imeisha. Mdosi pia naye bosi wake alikuwa amelipa hiyo pesa. Ikafikia mahali bosi sasa akawa tena itabidi atafute familia ili waingilie kati, kwa sababu pia mbali na hivyo ilikuwa kwa contract ya yeye na bosi wake ilikuwa imeisha. Kufikia saa hii kulingana na hali ya matibabu ya mgonjwa, pesa yenye imefikia 1,800,000 na mamia kuhesabu, na pesa bado ikaliko juu yenye ambayo inahitajika kuhusu mgonjwa yenye inahitajika ni 10,378,000 kufikia saa hii. Na hiyo pesa kupitia familia hatuna uwezo wa hii pesa. Tunaangazia kwa wafadhili, wahisani, pia kwa serikali yetu ya Kenya. Tunahitaji msaada kutoka kwa mashirika kiserikali, mashirika binafsi, watu binafsi, viongozi wa kiserikali waweze kutunga mkono, watusaidie kadri ya uwezo wao ili tuweze kumsaidia ndugu yetu kule nchini Vietnam. Tumetengeneza iko paybill ambapo mhisani yoyote kila kona ndani ya nchi na nje ya nchi ataweza kurusha pale hiyo pesa ili iweze kutusaidia tuokoe maisha. Badala ya kusubiri labda tupoteze mtu ndo kila mtu aanze kusema wacha tusaidie kuleta mwili. Naomba tu tuweze kusaidia kuokoa maisha kwanza. Business number ni 400-200, account number 1079060. Ombi langu ni kwamba our national government, haswa mhusika ambaye ni waziri anayehusiana na masuala ya nchi za nje, swala linalohusika kuhusiana na watendakazi wa nyumbani wanaofanya kazi nchi za nje, sheria zile zikaweze kuangaliwa tena.